Mwenyezi Mungu atamrehemu katika barzakh yake na amkundulie kabri yake. Mzee wetu tulikuwa na yeye ametangulia, na sisi tulioko nyuma yake Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Hakuna la zaidi isipokuwa tu ni furaha tena zaidi kuona leo tumeweza kupata wageni, tukiona mzee Adam pale. Mzee wangu, karibu sana katika klasi yetu ya motivation. Maratibu wetu nyote tunawapongeza, na wazee wetu kina Ahmad Badawi ambao leo tunaona mko na sisi katika klasi yetu ya motivation. Nyote tunawakaribisha katika klasi zetu kama hizi. Bila kuchelewesha, kawaida klasi yetu watuanza na slogan yetu. Kwa hivyo tunamuomba kijana wetu, mwanafunzi wetu katika klasi hii ya Mandhari Motivational Class aje tupigie slogan. Pamoja na kwamba leo tuna upungufu wa watoto, hii holi ya hapa paka kule paka huko hakutoshi kwa watoto, lakini leo hizi khitma naona pengine watoto wameona pengine kwa sababu ya khitma hakutakuwa na motivation, ama kwa sababu nyingine leo watoto wamepungua. Tunamuomba Ayman atupigie slogan ili tuweze kumkaribisha rasmi mgeni wetu wa leo, siku ya leo. Si mwingine isipokuwa ni ndugu yangu, rafiki yangu Muhammad Said. Tumetoka mbali sana. Vijana tafadhali munyamaze kidogo, mpunge sauti vijana ili tuweze kusikizana. Si mwingine mgeni wetu kwa siku ya leo isipokuwa ni rafiki yangu, mwenzangu. Amewahi kusoma sehemu za Sudan kwa miaka mingi, na sasa hivi anafanya katika shirika kubwa la ulimwengu la Qatar Charity. Anafanya katika shirika kama hili, na anahusika sana na mambo ya humanity, ya ubinadamu, kujali ubinadamu na kuuchunga ubinadamu, huruma na kila kitu. Kwa hivyo pia tuliwahi kuwa pamoja katika interview, tuliapply pamoja katika masala ya ukadhi. Yeye akawa ni katika wale walioingia shortlist 2021. Sote wawili tulikuwa shortlisted, tulikwenda kwa interview ya ukadhi wakati wa Maraga. Alipokuwa msimamizi wa saitwaje huyu mwenye katiba kubwa, mwenye kusimamia katiba, mwanasheria mkuu alikuwa ni Maraga wakati huo. Inshallah karibu sana. Jina lake kamili ni Muhammad Said, ni daia na anafanya haraka nyingi katika da'wa. Sitapoteza wakati mwingi zaidi, isipokuwa tu hamu yetu ni kumsikiza yeye ametuandalia nini kwa siku ya leo. Ayman, slogan, tumkaribishe rasmi mgeni wetu kwa siku hii ya leo. Tafadhali. Tupiga slogan by testing kwanza, si ndio? Si ndio? Subhanallah. Subhanallah. Bado. Subhanallah. Subhanallah. Here we are. Ready to serve Allah. Here we are. Ready to serve our beloved Prophet. Here we are. Ready to make a difference. Here we are. Saying no to drugs. Let come what may. It's a do or die. It's not over until we win. Ya Allah, please help us and guide us. Takbir. Chote kitabiki. Mashaallah. Bismillah. Alhamdulillah,
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mwanzo ningependa kuwashukuru waandalizi wa hiki kikao kwa sababu ya manufaa yake. Allah ijalie ni yenye kutoa matunda. Tunamshukuru babu yetu Babu Ali, Ustad Badi, coach wetu. Hizi ni bidii wamejitolea kwa ajili ya Allah bila kutaka faida yote, na Mwenyezi Mungu awajazikie khair na juhudi zao aziweke kwenye mizani hasanatihim. Pia tumuombea ratibu wetu aliyotangulia mbele haki, Mwenyezi Mungu antakabalia amali zake. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa akrim nuzlahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma nawwir kuburahu. Inshallah pia na nyinyi mwenye kusikiza, watoto na wazee wetu, Allah sote atubarikie katika umri wetu, na haya tutakayozungumza yani nufaishe mimi mwenye kuzungumza na wenye kusikiza. Naam, topic yangu ya leo nilikuwa nitaka kuzungumza kuhusu ulul himma. Ulul himma ni mtu kuwa na himma ya hali ya juu au high determination. Kama nyinyi wanafunzi vijana mnasikiza haya maalumati, mafundisho, mnaweza kusikiza ambalo ni jambo muhimu, lakini pia mwishowe kutakana nini? Kutakana vitendo. Unaweza kusikiza jambo ukasikiza, lakini kama hakuna vitendo huwaje? Huwa kumesikizwa kumeisha. Yani mwisho wa kusikizwa kutakana nini? Kutakana vitendo. Vitendo ni kitu muhimu sana. Sasa umesikiza mawaidha fulani, umeona kwamba umenufaika nayo, umeenda kwa jamii, unataka kuja na strategy ya kuyatendea kazi yale uliyosikia. Lakini ukienda kwa jamii unakuta kuna vizingiti vingi sana, kuna changamoto nyingi sana. Sasa mwingine anapatikana na mshtuko, asema sasa mimi nitapenyeza vipi kwa hii jamii, ikiwa sasa kweli nataka tuseme lengo langu nataka kuondoa madawa ya kulevya. Ukienda ukifanya research zako unaona hapa waweza kuwa hawa drug barons wana nguvu, wana ushawishi. Mara unakuta kwamba vijana wangu wengi, vijana kama mimi, wote wameathirika na madawa ya kulevya. Unakuta tatizo lenyewe ni kubwa. Sasa unajiuliza, hii changamoto kama jabali iliyoko mbele yangu nitaitatua vipi? Swali umejiuliza, jibu lazima uwe na nini? Na ulul himma. Lazima uwe na himma ya hali ya juu, kwa sababu ukifikiria sana utasongwa na mawazo na hakuna hatua utachukua. Utasombwa na mawazo na hakuna hatua yote utachukua. Kwa hiyo hapa himma ndio inaingia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumilizwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andhir. Ewe mwenye kujifinika finika, simama uanze kutahadharisha watu. Ujue wakati huo Makka ni kaumu ya jahilia, kila mmoja yuabudu masanamu. Sasa akianza kufikiria nianze wapi, niishe wapi? Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitwa nani? Katika miongoni mwa ulul azmi minar rusul. Alikuwa katika mitume wenye azma kubwa, kwa sababu changamoto ni kubwa, unaiangalia iko mbele yako, lakini paka una himma, una azma, au
utafikiria sana, hakuna hatua utachukua. Lakini Mwenyezi Mungu akamwamrisha, akamwambia kum fa andhir, kwa sababu anajua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtu mwenye hima ya hali ya juu. Sasa nitawatolea kisa cha sahabi aljalil As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara radhiallahu anhu. As'ad ibn Zurara alikuwa akiishi Madina, na ikitokea kaumu yake ilikuwa ikikosana na Mayahudi walikuwa wakimtahadharisha, wakimwambia mtume wetu yuko karibu kufika, tutawapiga vita tuwatoe Madina. As'ad ibn Zurara radhiallahu anhu akisikiza haya maneno, mara akasikia kuna mtume ametumilizwa Makka, akaingiwa na motisha kwenda kumsikiza. As'ad ibn Zurara akaamua kwenda Makka msimu wa haji, akakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwelezea Uislamu. Mtume As'ad ibn Zurara aliposikia Uislamu akaukubali haraka haraka, akawaambia wenzake, mkubalini huyu mtume kabla Mayahudi hawajamkubali, kwa sababu huyu ni mtume wa haki, na yale Mayahudi walikuwa wakituambia ndiye huyu mtume. As'ad ibn Zurara akakubali, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukutane msimu mwingine wa haji. Akaenda zake Madina, akarudi tena msimu mwingine, ndio kukafanyika bai'atul aqabatul ula. Bai'atul aqabatul ula, alikuja na kikundi, wakachukua bai'a ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akarudi zake Madina, kisha akaanza kusambaza Uislamu Madina. Naam, Ustadh Bada anambia nielezee maana ya bai'a. Nani anajua maana ya bai'a? Naam? Voting. Bai'a huwezi kusema ni voting. Lakini it's like a pledge. Kama umetoa, Kiswahili tunasema a pledge, umetoa kama ahadi fulani, umetoa ahadi fulani, lakini si ahadi ya mdomo, ni ahadi ambayo inafuatiliwa na kiapo. Hiyo ndio bai'a, na kwamba umemkubali mtu ndio kiongozi wako na umechukua masharti yake, kwamba yale masharti aliyokuambia utayatendea kazi. Hiyo ndio bai'a. Na As'ad ibn Zurara akaja kwa Mtume, akafanya bai'atul aqabatul ula, akachukua masharti, akarudi zake, akaanza kusambaza Uislamu Madina. Mwishowe akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam amletee msaidizi ili aweze kuwafundisha na kuwalingania watu wa Madina inavyostahiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Mus'ab ibn Umair radhiallahu anhu. Huyu ndo alikuwa safiri awwal lilislam, huyu ndo alikuwa ambassador wa kwanza wa Uislamu. Mus'ab alipokwenda, wakaanza na mwenyeji wake As'ad ibn Zurara, wakaanza kusambaza Uislamu Madina, mpaka Sa'd ibn Mu'adh ambaye ndiye kiongozi wa Ausi radhiallahu anhu
ambaye kifo chake alipofariki Arshur Rahmani ilitetemeka, akasilimu, na baada ya muda watu wote wa Madina wakasilimu. Wakaja tena wakafanya tena bai'atul aqabatu thaniya, bai'atul aqabatu thaniya, wakaja kuchukua pledge, promise ya pili, wakaja kuchukua kiapo cha pili cha kumhifadhi na kumlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako tayari kumchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam aende Madina na wao. Na katika bai'atul aqabatu thaniya, As'ad ibn Zurara akawaambia wenzake, nyinyi mmeahidi kumlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam, mujue kwanza sasa Waarabu na makafiri kwa ujumla wakati huo watawapiga vita. Mko tayari kutanguliza roho zenu, mko tayari kutanguliza wakati wenu, mko tayari kutanguliza juhudi zenu kwa hili jambo? Lau kama hamko tayari, afadhali muachane nalo, lakini ikiwa mko tayari, basi mujue mnafanya nini. Msifanye bai'a kipofu kipofu, mujue mnafanya nini. Masahaba waliokuwa nayo wakasema, sisi tuko tayari kufanya bai'a. As'ad ibn Zurara ndio akawa kwanza kufanya bai'a, na baada hapo ndio pale hijra ikaanza, mikakati ya hijra kwenda Madina ikaanza. Na baada muda mfupi As'ad ibn Zurara akashikwa na homa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajitahidi kiasi cha uwezo wake kuweza kumtibu mwenyewe, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakadiria atangulie mbele ya haki. Hiki ndicho kisa cha As'ad ibn Zurara. Huyu As'ad alikuwa ni akallu sinna, yeye ndio alikuwa miaka yake ni michache sana ukilinganisha na ile grupu waliokwenda nayo. Sasa katika hiki kisa tunapata mafunzo mengi kuhusiana na ulul himma, tunapata mafunzo mengi kuhusiana na ulul himma. Sasa tutaanza interactive session. We will start an interactive session. Katika hiki kisa tuliotoa kuna mafunzo mengi. Sasa baada ya kwamba nieleze yale mafunzo kwa points, nimeona nitoe kisa, kisha baadaye kila mmoja anieleze tumepata mafunzo gani kutokamana na hiki kisa. Nilikuwa ninunue vitabu vya sera lakini sikupata vya English, lakini yote, na hiyo ni tunaweza kusema ni bai'a yangu, ni promise yangu. Hatuwezi kuita bai'a, lakini naweza kusema ni ahad, ni promise, kwamba yule atakayejibu maswali nitamnunulia kitabu cha sera, bora anihakikishie kwamba atakisoma chote, kwa sababu sera ni kitu muhimu sana. Kwa sababu sera unapata tatbiki amali, unapata mafundisho kivitendo. Unaweza kusoma mafundisho kwa theory, lakini ukipata inspiration, ukaona hili jambo limetokea, ukasoma ile sera, unapata yale mafundisho kivitendo. Sasa tuanze. Katika hiki kisa tunapata mafunzo mangapi ambayo yanaashiria ulul himma inayopatikana kwa sahabi aljalil As'ad ibn Zurara radhiallahu anhu. Nani ataanza? Tafadhali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafunzo ambayo tunapata kutoka kwa kisa cha huyu sahaba kulingana na topic ya leo, ulul himma, mojawapo ni kwamba yeye hakuangalia
ni watu wangapi alioenda nao kwenye bai'a ya kwanza. Kwenye bai'a ya kwanza walienda kidogo before ende bai'a ya pili, na kabla hata hajakuja kwenye hiyo bai'a yeye alimkubali mtume kama yeye, because alikuwa na determination ya kutaka kukubali na kuembrace Uislamu, kwa sababu alikuwa shaambiwa kwamba kuna mtume yuaje. So yule mtume alipokuja hakuhitaji support ya kutoka kwa watu wengine. Ile determination yake towards the message ikamfanya aingie katika Uislamu. Aliporudi akaenda akatafuta na wenzake akawaleta, kisha alafu wakarudi tena, akaja bai'a ya pili. Kuja bai'a ya pili wakaja wakambai mtume, sasa wanataka kwenda naye wapi? Wanataka kwenda naye Madina. Kwa hivyo hii yote inaonyesha determination yake kwa the message of Islam. Shukran. Shukran jazilan. Shukran. Takbir. Takbir. Naam. Ametoa jibu sahihi. Kwa hiyo ananidai kitabu cha sira. Inshallah nitakunulia. Unajua Arabic? Cha sira basics. Au tataka ukipata kitabu cha As'ad ibn Zurara kama kimeandikwa nitakunulia. Lakini nitanunua nitakachopata kitabu cha sira. Hiyo ndio promise yangu. Inshallah. Umepata jibu la kwanza. Jibu la kwanza ni kwamba As'ad hakuchelewa kuchukua fursa. Amesikia kwamba kuna fursa mtume amefika, akainyakua hiyo fursa. Hiyo ni himma hali ya juu. Baada kwamba amesikia kwamba kuna uvumi wa huku na huku, mtume kuna jamaa kuna mtu anaelezea watu hivi ana dini ya urongo, lakini hivyo alikuwa na himma hali ya juu, akatoka Madina akaenda Makka kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka alipopata ukweli na akakubali. Mwingine faida pili, fadhali. Allahumma salli sallam alayhi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Omar Shurut. Kutokana na hiyo bai'a ya pili, yani kutoka kwa hiyo As'ad, yani hatufai kuogopa kufanya kitu katika Uislamu, yani kuwa tayari kufa tu kwa sababu ya Uislamu. Shukran jazilan. Amefikia karibu, yani ni kwamba fikra ambayo ipo ni kwamba lazima ujue kile unachofanya, lazima uwe na uhakika wa kile unachofanya. As'ad ibn Zurara kabla hajachukua bai'a ya pili na wale masahaba walikuwa naye, kabla hajachukua bai'a ya pili aliwaambia, mna hakika ya jukumu, mna hakika hili jambo mnalochukua uzito wake ni huu: watu watawapiga vita, miongoni mwenu kuna watu watakufa, mtatumiwa wakati wenu, mtatumiwa jasho lenu, walakumul janna, na kwenyu mtapata pepo, lakini kuna vizingiti. Kwa lazima usiwe na wishful thinking. Don't have wishful thinking. You know the meaning of wishful thinking? Yani zile fikra za matamanio. Unafaa kukabili uhalisia vile ulivyo. Uhalisia, hili jambo ni zito kiasi hiki. Baada kukabili uhalisia, utafanya mikakati ya uhalisia, utafanya mikakati ya kisawa, utafanya mikakati ya kikweli. Kwa lazima lile jambo ulijue uhalisia wake. Usidanganye wala usijipumbaze kwa fikra nyingine. Jua uhalisia wake. Kuna hii tabia mara nyingine mtu anakimbia uhalisia wa lile jambo akalivika na matemanio yake. Kwa hiyo pia amejitahidi, tuseme amejibu 3/4 of the answer. Maana lazima ujitolee, ujue uhalisia wa jambo na ujitolee. Pia yeye atampatia kitabu inshallah. Takbir. Takbir. Naam, mwingine? Fadhali.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kwa majina naitwa Muhammad Ahmed, na funzo ambao najifunza mimi kutokamana na hii kisa ni kuwa tuwe wa kwanza wa kujitolea kama sahaba alitaja kwenye bai'a ya pili, yeye ndo wa kwanza kujitolea bila alipoambiwa na wale masahaba wengine kuwa utakuwa na itachukua time, itakuwa ni very risky, waweza kupambana na wars na nini, lakini hivyo hivyo amejitolea kwa lazima nifanye. Shukran jazilan ya akhi karim. Naam. Jibu lake liko sahihi, lakini amejibu pia three quarter of the answer. Ni kwamba Mwenyezi Mungu asema falyatanafasil mutanafisun. Waislamu wanafaa kupigania kushindana katika khairi. Hatufai kushindana katika uadui. Wajua mwanadamu ana tabia akiingia kwa mashindano ule upande wa uadui ndio huja kukatawala, lakini haitakikani kuwa hivyo. Unataka umuone mwenzako kama opponent, hasa katika jambo la khairi, kwa sababu lazima kuwe na sunnatut tadafu. Wajua maana sunnatut tadafu? Sunnatut tadafu ni kwamba ni lazima kuwe na mashindano ndio mtu afanye jambo kwa uzuri zaidi. Bila kuwepo mashindano utalegea. Ndio maana katika hizi mashirika unaambiwa hili shirika lina monopoly. Monopoly ni kwamba ni yeye peke yake. Naona shirika liko na monopoly kwa vipi? Mara hafanyi majukumu yake na wastahiki services za katika mara moto hakuna, mara hili kwa sababu iko peke yake. Lakini kama kulikuwa na wapili na watatu, yangefanyika hayo? Hayangefanyika. Kwa hiyo sunnatut tadafu lazima iwepo, lazima watu washindane. Na mtu akishindana na wewe usimchukulie uadui. Huyo ndio anakujenga. Mwanzo ukiona mtu anashindana na wewe, mshukuru sana. Mwambie Allah amekuleta ili unijenge zaidi, ili niweze kuimprove, kwa sababu napata kitu cha kujicompare. Napata kitu cha kujicompare. Nikiwa peke yangu sipati kitu cha kujicompare na wapeke yangu. Lakini nikiwa wawili watatu washindana na mimi, napata kujua mimi na feli au na pasi. Kwa hiyo mashindano lazima yaweko, na Mwenyezi Mungu ameyashajisha. Asema watu washindane katika khair, falyatanafasil mutanafisun. Na As'ad ibn Zurara alijua hili. Ndio maana akenda akamkubali mtume na akaambia wale waliofuatana na wao, mkubalini mtume kabla Mayahudi hawajamkubali. Yofia, yotaka kushindana katika khair, anaitangulia yeye khair. Shukran jazilan. Takbir. Takbir. Sauti ya wanaume bwana. Ni bado vijana. Mwanzo As'ad ibn Zurara alikuwa ni kijana. Baadhi ya muhallilina wasema alikuwa miaka 16 hapo 17, hata miaka 20 hajafikisha. Yeye na Arqam ibn Arqam, hao ndio waliotoa nusra ya kwanza, na walikuwa ni vijana tu. Sisi sahihi katika modern world tumefundisha kwamba kijana akifika teenage stage anafaa kuzurura cheze ya nini, lakini katika Uislamu hakuna kitu cha teenage stage. Katika Uislamu kuna kitu kwamba umebalighi au hujabalighi. Ushabalighi unaanza kuandikwa madhambi, yamaanisha unafaa kujitrain kuchukua majukumu. Hakuna kitu teenage stage uzunguke ucheze huku, mara ujaribu bangi, mara ujaribu huku, mara ndio huyo ushapotea mtu. Damu iko moto, mara ametia huku mimba, mara amekimbia hivi. Haistahiki hivyo. Hiyo mindset kwamba niko ni mdogo haistahiki Uislamu. Hata katika mila zetu zamani, kabla hajakuja hii modernity, ilikuwa shabalighi ushakuwa mwanamume. Hakuseparatiwe kwamba mtoto kisha kuna teenage kisha kuna youth. Hii mambo kisasa. Shetani anataka kuchukua muda wako. Achukue muda wako au gawanye, ukishtuka ushazeka. Tusikubali kugawanywa miaka yetu. Wewe kujikisi ni kubalighi. Pale malaika atakapoanza kuandika dhambi zako, masulia mbele ya Allah ni masulia mbele ya jamii. Tumeelewana? Takbir. Tena takbir. Mwingine tafadhali.
Allahumma salli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Al-Haddad Ahmed, na kwamba funzo nililopata ni kwamba hatufai kusita. Wakati uliopewa na Mungu ajuaye ni yeye. So we cannot waste time planning na kuangalia pros and cons. Kama mfano wetu tuliopewa, sahaba huyu alikuwa mdogo, na pia amesema alikufa akiwa mdogo. Yani katika wale watu waliokuwa katika hiyo Aqaba, yeye ndo waliokuwa katika waliokufa mapema. Sasa hakuwa time kufikiria hii itawezekana, hii haitawezekana, nafaa kupanga hivi na hivi, sijui hii unafaa kuleta huku leo tupange huku, mtume tumpitishe na huku hivi ni hivi. Ingawa mipango ilikuweko, hakuenda into detail so much mpaka kamaliza time yake. Maana mwenyewe alijua anaipanga zaidi ni Mungu. Wewe unapanga yako na Mungu anapanga yake, na kiukweli mpango ya Mungu ndio itatekelezeka. Sasa akawa anatawakkal kwa Allah na akamfuata mtume wake na akachukua hiyo risk and a big step, na mwishowe Mungu akamfaidisha na ni katika watu wa pepo insha Allah. Shukran jazilan ya akhi alkarim. Mwenzetu amepata ndipo kwamba mara nyingine kufikiria sana bila kuchukua hatua. Unapoendelea maybe mafundisho ya Uislamu sitafundisha yanayostahiki, wata nitaka msaada kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni jambo la ngapi? La kwanza ambalo nataka kuongeza. Jambo la pili, kufanya jambo kimikakati. Asad alifanya jambo kimikakati, si kwamba jambo ukifanya leo kwa kesho watakaliwe. Alikuja mwanzo akazungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakubali Uislamu, akaenda akashawishi baadhi ya marafiki, akarudi bai'atul aqabatul ula, akakaa, akarudi tena akaanza kushawishi, akataka msaada kwa Mtume amlete Musa ibn Umair. Alipopata Musa ibn Umair akawashawishi, akaslimu viongozi wa Ansar na Khazraji, Madina yote ikawa Waislamu. Akaja tena sana bai'atul aqabatul thaniya kumpatia sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam nusra baada kupata nguvu. Hizo ni hatua baada hatua. Hakuna kitu tunafanyika overnight. Lazima upange mikakati. Baada leo kesho nitafanya hivi, baada miezi nitafanya hivi, baada mwaka nitakuwa hivi. Utapata silsilatul ahdaf, silsilatul khutuwat amezichukua Asad ibn Zurara. Pia jambo lingine ni kwamba kupigania jambo lema bila kutarajia malipo ya ulimwenguni. Kama hapa waandalizi wa hivi vikao wanataka thawabu kwa Mwenyezi Mungu ikhlasan lillah, au mnamlipa Babu Ali hapa, hamumlipi chochote, au Ustadhi Badi mnamlipa, au kochi wetu hapa mnamlipa. Ni juhudi wamelichukua hili juhudi. Wanaona kwamba hizi sehemu zinataka kubadilika, watoto ndio uso wa kesho, ndio viongozi wa kesho, lazima tuongoze. Wakalitwika ile jukumu, wakatafuta watu ili waje kuzungumza nao. Jambo la kufuatilia, la kuendelea kila wiki, si jambo la sahali, lakini lillahi ta'ala. Kwa lazima kuingia ikhlas na Mwenyezi Mungu. Ukiingiza ikhlas, Mwenyezi Mungu yualifanikisha. Si tulizungumza kwamba hakuna jambo utafanya ati upate maalumati 100%. Hakuna assurance 100%. Lazima kuna mahali utakuacha kwa Mwenyezi Mungu. Hapo unapokuacha kwa Mwenyezi Mungu lazima ukusindikize na nini? Na ikhlas. Hapo ulipokuacha kwa Mwenyezi Mungu lazima ukusindikize na nini? Na ikhlas. Huwezi kumwachia Mwenyezi Mungu ukamwamini Mwenyezi Mungu akusaidie na una ikhlas. Hakuna msaada utapata. Naam, nadhani kwa haya machache kwa sababu nataka kukimbia mahali, na nashukuru sana. Naona wanafunzi mashallah wanaelewa vizuri na wanaweza kuchambua visa. Nadhani wengine hapa ni 80% insha tamthilia na hizo mashallah. Allah ajazikie khair inshallah, na wafanye kwamba ni watoto wenye kusikiza na wenye kutabikisha wanaosikiza,
na ningependelea nikija time nyingine nipate mtoto mmoja anielezee kwamba haya yote wanaosikia, haya mafundisho wanapata katika hiki kikao, wamepanga kufanya nini katika jamii, wabadilishe kitu gani, wachukue hatua gani. Ningependa at least yani iwe kichwani, si lazima, at least kuna kitu umepanga. Au kila siku mtakuwa masikiza tu, kila siku mtakuwa masikiza tu, watu wakija kuzungumza na nyinyi tu. Si lazima ufikirie kwamba kuna shida fulani kwa jamii nataka kuitatua, hata kama sahihi ni mdogo, lakini nikifika wakati fulani nitaanza hizo hatua. Lazima tufikirie ujue taufiki itatoka kwa nani. As'ad ibn Zurara alikuwa mtoto tu miongoni mwa watoto wa watu Madina. Angalia jukumu alilichukua, akalitendea kazi. Angalia Uislamu umetufikia mpaka sasa, vizazi vya sasa 1400 years ago mpaka sahihi. Kwa hiyo juhudi yako moja usidharau, panga, muombe Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakufungulia. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli sallam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran jazila Sheikhuna lecturer wetu katika siku hii ya leo, Sheikh Muhammad Said. Tunajua kuna harusi na harusi ya kuhusu pale msikiti Mbaruku, na Sheikh Salim akusubiri yule, pengine utoke naye pamoja na mimi pia nitukueni inshallah. Hatuna la ziada isipokuwa Sheikh Muhammad tukushukuru sana, shukrani sana niaba ya chairman wetu Babu Ali, shukrani sana. Nafikiri ukisikia mimi nafanya kuna kazi nafanya pengine na Qatar Charity, mshirika wangu ni yeye, huwa kuna mambo mingi wanafanya yeye, huwa ndio toa cooperate na yeye. Sheikh Muhammad, jazakallahu khair. Mwenyezi Mungu akujalie katika mema yako, akuwekee katika mizani ya hasanati zako. Semeni amin. As-Sa'ad ibn Zurara ni katika maswahaba wakubwa mno. Tarehe wanasema ni wa mwanzo katika kuislimu watu wa Madina. Basi ule wa kwanza wao ni As'ad ibn Zurara, na alipoislimu tarehe yasema As'ad ibn Zurara kwa ile kwamba Madina Mayahudi walikuwa wakitaja kwamba mtume atakuja, na alikuwa akizungumza na Mayahudi. Aliporudi akawa na maneno akisema ya kuwafumba Mayahudi, akamwambia inna nabiyyu almab'uthu qaruba waqtuhu, kama mnavyotuambia mtume ambaye atatumilizwa wakati wake amekaribia. Sanaktulukum qatla adin wa iram, akawaambia Mayahudi maneno haya, tutawaua nyinyi kama walivyouliwa kaumu Adi na kaumu Iram dhatil imad. Kwa sababu tayari yeye alikuwa ashasikia baadhi ya ayati za Qur'ani zilikuwa zikizungumzia zikitaja kaumu Adi, kaumu Thamud. Akija akiwaambia Mayahudi maneno kama haya, Mayahudi wakishangaa ametoa wapi habari za Iram na habari za Adi na Thamud. Huyu walikuwa wakishangaa, kumbe yeye tayari ashatoka Madina, ashasikia, ashatoka Maka, ashasikia hizi ayati kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na mtume alihuzunika sana alipokufa As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara alifariki baada ya mtume tu kuingia Madina. Wengine wanasema hata wiki haikufika. Ile wiki ya mtume ameingia Madina amepokelewa, ndiye mtu wa kwanza kufariki Madina baada ya mtume kuingia Madina. Mtu wa kwanza kufariki ni As'ad ibn Zurara radhiyallahu anhu. Mtu wa kwanza kufariki. Mtume alikuwa asemekana katika tarehe kana nabii yabni masjid, alikuwa mtume ndo ajenga nini? Msikiti. Hakuwahi kwenda vita hata vimoja na bwana mtume. Hakwenda Badri, hakwenda Uhud, hakwenda kokote. Lakini mtume alipofariki alihuzunika sana kwa kufa kijana kama huyu. Tarehe inasema mara nyingi wanazoona nasema haijulikani miaka yake. Alikuwa miaka yake mingapi?
lakini tarehe inasema kwamba ilikuwa ma baina 25 wa 20, ilikuwa baina miaka 20 na 25. Dogo sana alikuwa, kuwa kijana mdogo sana, lakini habari yake ni ndiye aloutia Uislamu wapi? Madina. Ndiye aliopeleka Uislamu wapi? Mus'ab bin Umair akija alishukia kwake, yeye ndo alikuwa mwenyeji wa Mus'ab bin Umair kuja kufundisha dini. Mwenyezi Mungu atupe nafahati za watu kama hawa, atujalie vijana wetu nao wapate nur za vijana kama hawa, na sisi Mwenyezi Mungu sote atuongoze inshallah. Sina la zaidi isipokuwa nitaomba idhini kwa chairman akiniruhusu nifunge kabisa kwa dua inshallah, na coach Omi yuko hapa, wakiniruhusu inshallah mimi nifunge kwa dua kabisa inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج عنا وعن جميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله آذان نتصالي كميلي. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.